Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina najulikana kama mwinjilisti Justus Gospel. Wakati huu nataka kuwaletea ujumbe unaozungumzia tabia kuu ya wokovu. Shida kubwa ambayo tumekuwa nayo katika hii dunia ni ya kwamba watu wanasema ya kwamba wameokoka, lakini tabia za wokovu zinaonyesha ya kwamba hawajaokoka. Na siku ya leo nataka nizungumzie tabia moja kubwa ya kuonyesha kwamba mtu ameokoka. Ni nini? Mtu aliyeokoka. Ukitaka kujua mtu ameokoka, matunda ya kwanza, tabia ya kwanza ya kujua mtu ameokoka ni mtu yule kukataa kuchungwa. Mtu yule huwa hafuatiliwi tena. Mtu mwenye ameokoka utamjua wakati yule mtu hangoji ya kwamba atiwe moyo aendelee kuabudu Mungu. Mtu yote ambaye atakwambia kwamba ameokoka lakini bado anachungwa, anafuatiliwa, ni mtu lazima kila siku akuwe wa kusukumwa ndiye abudu Mungu. Huyo mtu bado hajapatana na Mungu. Nakwambia ukweli. So kitu cha kwanza kenye kitakuonyesha ya kwamba mtu fulani ameamua kufuata Yesu na amekubali ya kwamba Mungu atamuongoza, yani ameingia katika wokovu. Kitu cha kwanza kenye kitakufanya ujue ya kwamba huyo mtu amekubali kurudi katika njia ya Mungu. Hautaona yule mtu kila wakati ni wa kuambiwa cha kufanya katika ufalme wa Mungu. Mtu ambaye kila wakati anafaa aambiwe kitu cha kufanya kwa ufalme wa Mungu ndiye afanye, bado hajapatana na Mungu. Nakwambia ukweli. Katika wokovu, katika lugha ya Kimombo inasema ya kwamba wokovu ni kumaanisha kwamba no supervision. Salvation inasema ya kwamba no supervision. Hiyo ndio kitu wokovu inamaanisha. So mtu anayeokoka na bado anataka mchungaji akuwe nyapara wake. Mtu ameokoka lakini bado anataka wazazi wakuwe nyapara, wakuwe wakimwangalia kwa familia. Mtu ameokoka, ameandikwa kazi, anataka kuwe na mtu fulani pale nyapara wa kumwangalia ndiye afanye kazi ambayo inastahili kwa haki. Huyo mtu bado hajapatana na Mungu. Tabia kubwa kuonesha mtu ameokoka ni mtu kukataa kitu inaitwa supervision kwa lugha ya Kiingereza ama Kimombo. Kitu ambacho kitaonesha mtu ameokoka, anakataa supervision. Yule mtu aliyeokoka hawezi kukuwa supervised. Sio mtu wa kufuatiliwa, hapana. Sio mtu wa namna hiyo. Wokovu inamaanisha kwamba umeshampata Mungu na Mungu ndio anakuangalia mambo yako yote. Tuelewane? Wokovu inamaanisha kwamba wakati umekuja kwa Mungu, umekubali Mungu akuongoze. Inamaanisha kwamba sio kazi ya mchungaji, ya wahubiri. Wanafaa kuwa wanakuangalia, wanakufuatilia ndio utimize yale ambayo Mungu anataka utimize. Bado ukiwa na watu waliookoka lakini bado wanataka waambiwe kutoa sadaka, wanataka waambia kwamba lazima mkuje katika mikesha, lazima mkuje katika maombi ya kuomba na kufunga, lazima mkuje katika ushirika wa katikati ya wiki, watu wale bado hawajapatana na Mungu. Mtu aliyepatana na Mungu, Mungu ndiye kila kitu. Ukimpata hauhitaji tena mwanadamu akuwe nyuma yako kukufuatilia. Mimi nakwambia ukweli. Mtu aliyeokoka lakini bado anahitaji mwanadamu, anahitaji malaika,
wamefuatilia nyuma kumwambia cha kufanya, na Mungu anamwambia kila wakati, anaongea naye, huyo mtu bado hajaamua kutembea na Mungu. Mimi nakwambia ukweli. So nataka nikwambia kwamba katika hii dunia, kitu ambacho kitakuonesha ya kwamba umekubali na moyo wako, umekubali utamfuata Yesu, kitu cha kwanza kenye kitakusaidia katika hii dunia ni wewe kukataa kuwa unafuatiliwa na uko ndani ya Mungu. Mungu ndiye anakuongoza, lakini bado unangoja mchungaji, unangoja mandugu ama madada, unangoja watu fulani wakuje wakuwe wanakusukuma kuja katika mkesha. Wapendwa, tusimame na kanisa, tulipe kanisa, tutoe sadaka. Nakwambia bado uko nyuma. Lakini mtu ambaye ameamua akasema ya kwamba ninamfuata Yesu, tabia kubwa ya kwanza kuonesha mtu yule amefuata wokovu, ako ndani ya Yesu, yule mtu hahitaji mtu wa kumchunga, hahitaji nyapara, hahitaji kufuatiliwa ndiye atende mema, hahitaji kutenda mema wakati akutupwa nuru, wakati anaonekana na watu, lakini akiwa peke yake anayatenda mengine tofauti na vile angeyatenda katika nuru watu wakiwa. Wokovu ni kukataa kufuatiliwa na mwanadamu, kukubali Mungu akuongoze 100%. Lakini siku ya leo watu ambao wanasema ya kwamba wameokoka wamepatia wachungaji kazi kubwa, kazi mzito. Hii ndio kazi ambao Musa mtumishi wa Mungu alipewa. Musa alilemewa, kila siku yeye anakuwa yenda anatatua kesi, anaongelesha watu. Mpendo, unapookoka, mtu ambaye anaongea na wewe kuliko watu wote kwa maisha yako ni Mungu. Ndio watumishi wa Mungu wanakuja tu kuongezea kwa vile vitu ambao Mungu anakuongelesha. Lakini watumishi wale hawatakuja kuambia kitu kipya tofauti na kile ambacho Mungu mwenyewe amekuwa akikwambia. Watakuja tu kuongezea kwa kile ambacho Mungu amekuwa amekwambia wewe, na sio wao wenyewe, ni Mungu anawatumia, ni vyombo tu ambavyo Mungu mwenyewe anatumia kuhakikisha kwamba wewe unatimiza matakwa ya Mungu. Lakini umeokoka, lakini bado umekuwa mzigo kwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu asipokuambia ukuje kwa kanisa, akupigie simu kuja ibada, kuja mkesha, kuja maombi ya kuomba na kufunga, kuja tuende katika kazi ya uinjilisti, hautaweza kuingia ndani ya hiyo kazi. Hii ndio tatizo kubwa tumekuwa nayo katika wokovu, kwa sababu tunakuja katika wokovu lakini hatuko tayari kukubali mwenye ametuokoa kutuongoza. Tunataka tukuje kwa wokovu na sisi wenyewe tuanze kujiongoza. So, tabia kubwa moja kujua mtu ameokoka ni mtu mwenye ameshakataa ya kwamba hatakuwa supervised katika dunia hii. Ni mtu ambaye hata ngoja serikali mwambie wacha wizi ndiye awache. Hapana, mtu aliyeokoka anangoja serikali mwambie kwamba kuwa mtu ni mbaya, na Mungu anaongea na huyo mtu. Wewe unafikiri mtu aliyeokoka anajua kuibia mtu ni vizuri? Anajua ni mbaya. Mungu mwenyewe anakuambia yale ambayo wewe mwenyewe hautaki utendewe, ukuwe wa kwanza kutendea wengine. Sasa wewe ndio umeokoka, unangoja serikali kwambie hapa kuna uchafu kwa ploti yako, kwa nyumba yako, kuja ufagie? Unajua kuna watu ambao wameokoka na wamekuwa mzigo kwa familia, wamekuwa mzigo kwa kanisa, wamekuwa mzigo mahali wanafanya kazi, wamekuwa mzigo mpaka kwa serikali. Yaani mtu aliyeokoka na bado ni mzigo kwa familia, bado ni mzigo kwa kanisa, bado ni mzigo kwa serikali, bado ni mzigo kila mahali anaenda. Lazima achungwe, lazima aelekezwe ndiye atende mambo yaliyo haki. Huyo mtu bado. Tabia kubwa ya kuonesha mtu ameokoka ni mtu anapoamini habari za Mungu na anakubali Mungu kumuongoza, Mungu kumtawala 100%, na ule mtu anasikia kile Mungu anamwambia na kutimiza.
Ndio maana katika Kumbukumbu la Torati Mungu anasema, na yeyote atakayesikia sheria hizi na kuzifuata, baraka hizi zitaambatana naye. Anayekataa, laana hizi zitamfuata. Laana hizo si ya kwamba ni Freemason, si ya kwamba kuna mtu amemroga mchawi, hapana. Unapokataa mambo ya Mungu na kujifanya mjuaji, laana fulani zitakufuata. Utaanza kusema Freemason ndio anakumaliza, na wewe mwenyewe ndio unajimaliza. Utaanza kuzungumzia sijui ni watu wa ukoo, watu wa nyumbani, mababu waliokufa na mashangazi na mashosho, wewe mwenyewe ndio unajimaliza, unajiua. Kwa sababu gani? Ya kukataa sauti ya Mungu. So, mtu mwenye ameokoka, kwa nini uende kazi ya mtu amekuita na unataka huyo mtu akuchunge? Kwa nini umeenda katika shule unasoma na bado umekuwa mzigo kwa walimu wa kuchunge? Kwa nini kwa kanisa bado unahitaji watu wa kufuatilia, wa kuangalia, wa kuchunge, wa kutie moyo ndio fanye mambo yaliyo ya haki? Kwa nini hata kwa serikali umekuwa mzigo mpaka serikali yenyewe inashindwa? Kweli huu ndio wokovu? Hawa ndio watu wanaosema wameongozwa na Mungu. Mungu ndiye anawaongoza kwa mambo yote. Na kweli wakiangalia hakuna Mungu anakuongoza, kwa sababu mtu anayeongozwa na Mungu hahitaji mzazi amuongoze, hahitaji kwa kazi bosi amuongoze, hahitaji serikali imuongoze. Mtu yule hahitaji kwa kanisa mchungaji amfuatilie ama mhubiri. Hapana. Yule mtu mahali popote anakuwa, mahali popote yuko, anatenda mapenzi ya Mungu. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye Mungu ako ndani yake, sio yeye tena, ni Mungu anamuongoza. Alafu ndio mtu anataka kusema kwamba utachunga. Mtu akishindwa kuchungwa na Mungu, mchungaji hataweza. Mtu ambaye amekataa Mungu asimchunge, bosi hataweza. Mtu ambaye amekataa Mungu asimchunge, serikali haiwezi, wazazi hawawezi, marafiki hawawezi. Hakuna kitu katika hii dunia chenye kinaweza kusaidia mtu ambaye amekataa kuchungwa na Mungu. Mkamdanganya, mkimpeleka kwa shule atachungwa na walimu, mkimpeleka kwa seli sijui mapolisi watamchunga, sijui mkimpeleka wapi huyu mtu atasaidika. Ni uongo. Mtu yoyote ambaye amekataa kuchungwa na Mungu na anasema kwamba ameokoka, yule mtu hakuna kitu yote chini ya juu, hata malaika hawawezi kuchunga huyo mtu. So kuonesha kwamba wewe umeokoka na umekubali kufuata habari za Yesu, kitu cha kwanza utakubali kukosa kuwa mtu wa kufuatiliwa kila wakati. Utaamua ya kwamba mimi nimeokoka, Mungu ako na mimi, ananiongoza, ananiona yale ninayotenda kwa siri na yale ambayo ninatenda kwa mwangaza, yale ninayofanya kwa mwangaza na yale ambayo ninafanya kwa giza. Anayasikia yote ninayoongea sirini na yale ambayo ninaongea hadharani. So atakuwa kila wakati akiyatenda yaliyo mema. Huyo ndio mtu ambaye ameamua kufuata Kristo. Lakini watu ambao wanasema wameokoka lakini bado wanahitaji kufuatiliwa, basi nimekwambia bado. Tabia kubwa ya mtu aliyeokoka, hachungwi, hahitaji nyapara, hahitaji kuelekezwa na wanadamu kila wakati. Ni Mungu tu. Kama atatumia mhubiri, atatumia mzazi, lakini huyo mtu ako na Mungu mwenyewe. Akikataa Mungu, wewe mchungaji utaweza? Mtu ambaye amekataa Mungu, serikali nyinyi ambao mnasema mko na mkono mrefu, mtaweza huyo mtu? Mtu aliyekataa Mungu, wewe mzazi ambaye Mungu amekutumia kumleta kwa dunia, amekataa Mungu, wewe mzazi utaweza? Wanajeshi, mapolisi, mtaweza? Hata mkisema ya kwamba atasiyefunzwa na mzazi atafunzwa na ulimwengu, polisi, mtu amekataa Mungu, wewe utaweza? Mtu aliyekubali Mungu, mambo yake imeisha. Ndio maana hata wakati wa serikali ya Nebukadneza alipoenda kwa msitu miaka 7, serikali iliendelea kufanya kazi yake, watu wakiendelea hata bila kuongozwa na masikari na wanajeshi. Serikali iliendelea vizuri, kwa sababu mtu anapokubali kufuata Mungu hahitaji polisi bwana. Mtu anayefuata Mungu hahitaji mwanajeshi. Mtu yule hahitaji mwalimu, hahitaji sijui mchungaji kila siku ampigie simu ndio afanye kile kinahitajika. Hahitaji. Watu wengi wameingia kwa wokovu lakini hawaelewi. So tabia kubwa ya wokovu ni kukosa kuchungwa. Angalia hata wewe mchungaji.
Kama kila siku unangojea kila siku utiwe moyo, uliokoka uko na Mungu, unafaa uambiwe siku ya kukesha, unafaa uambiwe siku ya kuenda uinjilisti, unafaa uambiwe siku ya kuomba na kufunga na ushirika, unafaa uambiwe vile unafaa kila wakati mahali unaenda unafaa kuhubiri Injili, bado hujapatana na Mungu. Mtu aliyeokoka amejaa Mungu bwana. Mtu yule kila mahali anaenda anazungumzia Mungu. Kwa sababu Mungu anaokoa mtu aende amtangaze. Hakuna mtu Mungu anaokoa aende hapa nje aanze kuzungumza vitu tofauti na Mungu. So nataka nimalize ujumbe wa siku wa leo ya kwamba tabia kuu ya wokovu ni mtu kukataa kukuwa supervised. Tabia kubwa. Na ujumbe wetu unaweka katika mitandao mitatu. Ukitaka kufuatilia ujumbe, tuko na mtandao wa YouTube. Channel ni Believe and Obey the Only True God. Tapata mahubiri haya hapa na mengine. TikTok channel ni Believe and Obey Jesus Only. Ukiingia hapo utapata mahubiri. Ukienda Facebook hapa mahali penye niko, channel ni Believe Obey. Mungu atakutenda mema. Unapofuatilia ujumbe, unapokubariki, unapeana kwa watu wengine, pia ujumbe huu ukaendelee kuwasaidia. Yote tunafanya kwa utukufu wa Mungu. Wale ambao mmepokea ujumbe mahali penye mko, Mungu awabariki na Injili itaendelea kuhubiriwa duniani kote, kila mahali bila vizuizi. Mungu awatende mema. Amen. Amen.